Rosa yuko tayari na kipenga kinapulizwa. Assalamu alaikum Afrika, assalamu alaikum Afrika Mashariki, assalamu alaikum Kampala Uganda, assalamu alaikum Nairobi. Popote pale ulipo unapotazama mechi hii, karibu sana kwenye matangazo moja kwa moja. Ni mechi ya duru ya pili, raundi ya pili kufuzu dimba la dunia kwa kina dada wachezaji wasiopita umri wa miaka 17. Kaka Zema la kwangu jina siko peke yangu, niko naye Michael Were Mkhusi ya Bonga Boli. Karibu sana kwenye matangazo moja kwa moja Were. Shukran Jidan. Warabu anakuambia bala kusema asante sana mara 1000. Neno moja tunatosha. Shukran Jidan. Kaka Zema mtoto mjomba. Tupo hapa katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo katika taratibu za kuweza kushuhudia pambano la kimataifa. Nazungumzia watoto wa kike vipusa wasiozidi umri wa miaka 17 katika mchakato mzima kutafuta nafasi ya kufuzu dimba la dunia ambayo inafanyika mwezi Oktoba mpaka mwezi 11 hapa barani Afrika katika taifa la Morocco. Kubwa zaidi ni kwamba Kenya inaongoza kwa magoli 2-0 katika uwanja huu wa Nyayo jijini Nairobi kutafuta namna ya kuweza kupendua meza kibabe. Je, itawezekana? Ndio swali kubwa ambalo kwa hakika wanatafuta katika uwanja huu. Na tayari kwa wanapenyeza, wameanza vizuri Uganda, wameingia si mara kadhaa kwenye safu ya ushambuliaji na Sola na Kintu. Itakuwa ni kona ya kwanza mchezo, lakini mwamuzi anasema anachechemea hapa ni Dorin Aujat. Itakuwa ni kona ya kwanza ya mchezo. Naona pale unajua ile eneo ambalo siku zote inafiatua maji kwa ajili ya kusema kwamba watering of the playing surface. Kwa hiyo anahakiki kuweza kuona kwamba hakuna yeyote ambaye anafika maeneo yale na kuteguka mguu. Usalama wa mchezaji siku zote ni jambo la muhimu, is paramount. Sana yeye mwenyewe mwamuzi msaidizi wa kwanza Sambola Azafik Salama. Itakuwa ni kona ile. Wanapata Uganda, aliyeta kwenye kijisanduku, kichwa kinalia. Lakini tayari kulikuwa kuna dhambi. Velma Abwire Auma alikuwa showeka ule mpira kwenye himaya nzuri kabisa kwa manufaa ya Kenya. Na kazi nzito sana utafanya Uganda because they in Nairobi for one special thing katika kupata kupendua meza kibabe, kufunga magoli mawili na labda pengine moja kuwezesha kuvuka hatua ijayo na labda kuweka miadi dhidi ya Cameroon ambayo ilipata ushindi dhidi ya Ethiopia. Kwa hiyo mshindi wa hapa atakutana dhidi ya Cameroon kabla ya kupata tiketi ya kufuzu katika michuano ya dimba la dunia na kutinga kule nchini Morocco. Kazi ipo. Hatuseme kwamba baada ya Kenya kupata ushindi kule Uganda, ngoma iliyotitigwa katika uwanja ule wa Nachivubo katika taratibu za kuweza kutafuta nafasi ya kutinga katika kombe la dunia, hususan kwa Kenya kwa mara ya pili mtawalia. Wamekwisha onja utamu wa World Cup. Sasa wanataka kwenda kuonja na kuonja zaidi. Wameonja kina Halima Imbachi, kina Elizabeth Ochaka, kina Lorin, wameonja. Halima Imbachi anaigawa pembezoni huku, bila shaka ni kwa Judith Nandwa. Pasi na katika Joan Ogola, anaingia vizuri Kenya huko, anakataa katakata Martha Babirie. Cheza kwa makinifu mzuri, lakini kibendera kile cha mwamuzi msaidizi wa pili Elisan Rafano Mezantoa kutoka Madagascar pia kinapanda juu. Alikuwa shajaribu kupenya Patience Asiko, miongoni mwa wachezaji ambao wanahusishwa siku ya leo mabadiliko mawili ya coach Mildred Cheche. Very important when it comes to tactical change ama approach ya mchezo. Kocha siku zote anajua ni nani wa kuingizwa kutegemea na mazingira ya wachezaji katika uwanja wa mazoezi. Halima Imbachi wakati muhimu sana, captain fantastic, na kwa hakika yupo pale kwa ajili ya kufanya muunganiko kubwa zaidi. Tunataka kuangalia uwezo wa mchezaji moja na uwezo wa wachezaji kitimu katika safu ya ulinzi. Tunataka kuangalia defensive discipline, tunataka kuangalia midfield, the level of creativity kutoka kwa wachezaji wote, na pia vile vile sharpness in front of the goal. Kenya tuangalie kama wako na sharpness in front of the goal. Na leto ile Patience Asiko anamwambia Mildred Cheche, hujafanya makosa kuniweka kwenye kikosi cha kwanza. 4 tu za kuhesabu. Nairobi inaamka.
Kenya inaamka, safari ya kuelekea Morocco imeanza, kila mmoja pangusa pasipoti. Hebu tazama alivyofanya mikimbio, akawazidi kwa kasi. The long strides ama milonjo mirefu. Kipa lazimika kutoka kwenye eneo lake kwa ajili ya kupunguza mwanya baina yake na mfungaji huyu mtoto wa kike Patience Asiko. Pasi na kutetereka na moja kwa moja. Tunazidi kutamba tupendavyo. Tazama picha marudio. Mlinzi pale akashindwa cha kufanya, manake iwapo angemkwatua Zidane Asimwe ingekuwa ni mkwaju wa penalti na labda pengine kadi ya njano kama si nyekundu. Ikabidi awe na nidhamu ya hali ya juu. Hakika ametumia muda wake vizuri, akanyenyua kichwa chake, akaamua kupiga fataki ya moja kwa moja na kumpa salamu Sharifa Kezeto na Mutebe. Anakataa vizuri Judith Nandwa. Velma Abwire Auma auingiza kwenye mikono yake ule mpira salama wa Usalmin. Ya, ukitazama Kenya kuna jinsi wanavyotitika katika uwanja huu. Wanatumia mapungufu ya mpinzani kwa ajili ya kuendelea kupata mabao ili angalau kuweka nafasi yao kwa salama kuelekea mchezo ujao, na kubwa zaidi ni kwa namna jinsi wanavyoshirikiana kucheza kitimu zaidi kwa ajili ya kupata matokeo. Angalia mbinu utimamu wa mwili, wapo vizuri, mikimbio. Angalia pia vile vile kwa namna jinsi wanavyotoa ushirikiano, kwa namna wanavyoanza mashambulizi kutoka katika mlinda mlango na moja kwa moja katika idara ya kati, na wanapofika kwenye eneo husika maana ule mstari wa mviringo ama mstari ambao kwa hakika ni wa katikati, inakuwa ni rahisi kuanza kuamua kwa haraka, je nipige kushoto ama kulia, kutegemea na nani yupo kwenye nafasi. Sababu tayari mwanya upo pale anaona. Hakika Velma Auma aitanguliza mali ya ulinzi Starlets pale katikati ya duara, tafuta Ogola, Joan Ogola aianza nyuma kwake Halima Imbachi, nahodha Halima Imbachi pembezoni kulia, pewa mali sasa Lorin ila Vonga anaisukumiza ndefu, achiliwa Joan Ogola pale katikati, jaribu kuvalisha mtu kanzu Linde Win Atieno. Nini tokwa ni mpira wa kurusha kwa manufaa ya Team Cranes kutoka taifa la Uganda. Mesimama kwa imara mzuri Judith Nandwa na Lorin ila Vonga kwenye safu ya ulinzi kushoto kulia, sawia na Genevieve Mistel na Elizabeth Ochaka, tengeneza ule unne ikiwa ni 4-3-3 kwa kila mwalimu. Mildred Cheche sawia na Cheryl Landa Botis. Kazi kubwa zaidi ni kwamba Kenya inapiga katika uwanja wa nyumbani. Naambia siku zote mcheza kwao ana mara mbili, hutunzwa na kutuzwa. Mashabiki wamefika kwa ajili ya kuwachagiza wachezaji hawa kucheza kwa kujiamini. Ogola Nando anachelewa kufika. Kawaida cheza na kipenga cha mwamuzi, kama hajapuliza endelea na mchezo. Ya muhimu sana, manake mwamuzi ama ndio pilato wa mchezo, ana kila sababu ya kutoa mwongozo, na siku zote mchezaji lazima enende kulingana na uongozi wa mwamuzi wakati. Kwa sasa niseme ndio amedhibiti mchezo, amefanya maamuzi chanya kutegemea na mikimbio yake, na kwa hakika anapuliza kipenga kutegemea na matukio yanavyoendelea uwanjani. Hayupo mbali muda wote na maeneo ya matukio. Kawaida unapokitega mtego wako sio mbali na mtego wako. Sikuti nazidi kuweza kuwafurahisha baadhi ya mashabiki tu na vile vile kuinua kiwango cha mchezo ndani ya uwanja. Tazama sakafu ya uwanja wa Nyayo, kwa kweli naweza sema tuko majuu. Ya uwanja ambao umefanyiwa ukarabati, tunasema kwamba renovation has taken place for a very long period of time, katika taratibu za ku make sure that tunakuwa na viwanja ambavyo vina hadhi vya kimataifa. Tunapozungumzia hadhi vya kimataifa, remember in the month of August tutakuwa na mashindano ya CHAN, Kenya, Uganda na Tanzania, na pia vile tunaangalia mashindano ya AFCON 2027 pamoja bit.
Kwa hiyo ni Kenya, Uganda, Tanzania. Tuna Kasarani, tuna uwanja huu wa Nyayo na kuna viwanja vile vya kufanyia mazoezi wa Kenya Police ni mojawapo, achia mbali Kirigiti. Na ukienda kule Uganda kuna Hoima, northern part of Uganda, kuna Nachivubo pale Nelson Mandela katika jiji la Kampala, achia mbali Hoima Stadium pamoja na uwanja ule wa Mandela. Tanzania kuna uwanja wa Taifa na kuna moja unajengwa katika jiji la Arusha. Kwa hiyo ni kwa pamoja kwa ajili ya kupata miundombinu stahiki. Mwisho ngome imetutigwa katika uwanja huu mwaka 2023 wakati ambapo Harambee Starlets ilipiga dhidi ya Botswana katika mchakato mzima wa kutafuta nafasi ya kufuzu katika michuano ya dimba la WAFCON. Napozungumzia WAFCON, Kenya bila shaka inaweza kupata ushindi dhidi ya Tunisia. Tunazungumzia Harambee Starlets na hawa ni Junior Starlets. Robo saa ya kwanza tushaiweka kando, ni 1-0 kwa manufaa ya Kenya ndani ya uwanja wa kimataifa wa Nyayo. Kwa mpira wa kurushwa Aito Chaka niweke kwenye kijisanduku, mlinda mlango na unyaka lafana utema lafana wai tena Aira na Baso mali ya Kawempe, miongoni mwa wachezaji ambao wameshawitia fora taifa la Uganda. Kawempe Muslim aliwahi kushinda tuzo la mchezaji bora, magolikipa bora michuano ya shule za upili ya CAF. Kwa hivyo ni kipa ambaye tajriba nayo kuliza kwenye kifua chake. Patience Asiko mfungaji goli pekee hadi kufikia sasa. Cheza Agnes na Bukenya dhidi ya mchezaji Brenda Aworo. Kwa hiyo the first international match after close to 14 months baada uwanja, I think ni over 14 months baada uwanja kufungwa kwa ajili ya kufanyia ukarabati, na unaweza kuona kwamba inafanyiwa majaribio na ni majaribio ya kipekee. Kenya imecheza michezo mingi ya kimataifa nje ya uwanja nje ya taifa hili. Dhidi ya Cameroon, timu ya taifa Harambee Stars imecheza katika uwanja wa Nambole pale Uganda, na pia vile wamesafiri kwenda kucheza kule ni Zambia, Malawi. Dhidi ya Ivory Coast wamecheza kule Afrika Kusini dhidi ya Zimbabwe. Kwa hiyo ni afueni kubwa kwamba once again tumerudi tena nyumbani na tunapiga katika ardhi ya nyumbani. Muhimu sana kuhakikisha kwamba unapotazama labda kuna jamaa yako ambaye yuko hapa na kutazama, panda juu vizuri. Elizabeth Ochaka, kichwa kinalia, Chake Charity Katusime mwamuzi, penga chake kinafanya kazi. Mwite Rosa Dominic kutoka taifa la Madagascar anatekeleza wajibu wake wa kutafsiri sheria zote 17 za mchezo wa soka. Lazima wafanye utaratibu wa kutumia hizo set pieces. Jaribu kutafutwa kule pembeni, Flavia Katenje anageuzwa mtu nzuri, cutback ipigwe, Angela nakosa na wafasi. Namna gani Brenda Achieng, very little in front of the goal. Ana ukatili wa kipekee mtazamaji. Kipindi cha pili wametengeneza nafasi chungu nzima, lakini wakaonekana kuwa na changamoto kwa ajili ya kupachika. Pale ilihitajika kuwa mtulivu tu. Anakikasa mpira. Yupo nyuma tu Angela Valencia. Tazama alivyomtoka. Kazi nzuri. Choma na gola. Brenda Achieng kwa kweli alikuwa na sababu mwalimu kuweza kumwanzisha kwenye bench, lakini naweza kusema kwamba pia hakustahili kuanza kwenye bench labda. Yani utajiri katika kikosi cha timu. Manake ana wengi wa kuwatumia. Na anapoingizwa yote ule basi anakuwa ni mchezaji hatari na ni kwa faida ya timu ya taifa. Fanya kazi kubwa sana Lois Kamugisha. Kidari kizuri kabisa. Elizabeth Ochaka anaonyesha kwa nini yeye kwa sasa anatamkiwa kama outgoing captain wa under 17. And the ball control. Na tena pale kwenye sanduku anatulia tena bila pressure yote ile. Yani ni kama anafanya vitu
kivyake tu, pasi na ushindani yoyote ile. Fanya kazi kubwa sana, na bila shaka pongezi kwa kuitumikia timu ya taifa katika kikosi hiki cha under 17. Sasa yajayo yanafurahisha anapopanda ngazi sasa. Yatakuwa mazuri. Is a year worth. Ndio alikuwa amebanwa pale kiasi, lakini sidhani kama kutakuwa na tija yoyote kwa Uganda sasa hivi kuweza kujileta mchezoni. Ali Maimbachi tafuta mbele, Joy Angela Valencia, Mwanakombo Bakari tatanyuma huko, ni Faith Boke anabanwa, Faith Boke na Mariam na Mataka. Mali anayo Brenda Achieng', Brenda Achieng' wa kwanza, Brenda Achieng' wa pili, Brenda Achieng', Brenda Achieng' kutoka Ugunja Dala, ngome kavuka Nakuru hadi jiji kuu la Kenya Nairobi. Uwanja wa Nyayo unasimama, uwanja wa Nyayo unampatia heshima kinda Brenda Achieng' kazi kuntu. Sekunde za mwisho anakata wa kwanza, kata wa pili, kata wa tatu, yeye na Haida na Baso weka kitu kimiani. Goli lake la pili, la tatu kwa Kenya. Kenya 3, Uganda 0. Bila shaka ni hatua ya mwisho, mtazamaji. Anakwenda mfano wa mbogo, amejitahidi kadiri uwezo wake kuwatoka walinzi, akapambana kibabe zaidi, akapasua ule ukuta kikatili. Bila shaka amekuja kwa nguvu ya kipekee, yupo hapo kujitangaza kamilifu. Kimo chake si lolote si chochote, cha mno ni kile anachoweza kufanya. Amesimama kwa ajili ya kumpongeza Benny McCarthy. Indeed you are a super striker. Hebu tazama Waganda kwa namna jinsi anavyowatoa nyonga, alivyopinda vizuri pembeni kule na kapiga shuti moja matata. Anawaambia njooni sasa, anapiga kile ambacho tunaita cartwheel, bila shaka na kuweza kufurahia majukumu yake. Kazi nzuri watoto wa kike katika uwanja huu, wanawatatiza mno Uganda. Benny McCarthy 1998 Bafana superstar, na pia vile vile kwa timu ya taifa ya Bafana katika dimba la dunia mwaka 1968. Amefanya makuu pia vile vile kwa faida ya timu ya taifa mwaka 2002 Korea Japan. Wamepambana kadri uwezo wao. Seneta wapo kutoka kule Kericho na Nandi, nazunguzia pia vile vile bwana Tum yupo. Dakika zote 90 na zile chache za nyongeza, Kenya goli 3, Uganda 0. Martha Karua CEO, namuona pale bwana Harold Ndege, captain wa zamani Bafana bado yupo kwa ajili ya kuwapa ishara ya upambanaji kwamba inawezekana. Sasa ni raha na burudani katika uwanja huu. Ukenya ama Wakenya na Ukenya wao, mambo mazito. They have tried their best, but mwisho wa siku ndivyo. Hebu tazama goli la mwisho. Huu ni ukatili wa kipekee, atakumbukwa mno. Anakusanya kijiji kizima, takriban wachezaji 3 4, anawayumbisha na anaamua kumtoa goalkeeper nyonga, akifunga la mwisho kabisa na kuwapa tiketi ya kurudi Kampala Uganda. Nendeni darasani mkasome, manake yote 9-10 ni kwamba mtarudi tena wakati mwingine. McDonald Mariga wanafanya kazi kubwa katika taratibu za kuweza kukuza vipaji na kuwezesha timu za taifa. And that is Harambee Starlets under 17, again making Kenya proud. You know, they're doing what they know best, winning. That is both away and home. When they went to Uganda, they did what they can do to make sure that they've secured the win. And back to Kenya, they've done the same again to show that Ugandans, that we are made and born for this. And this is what we do best when it comes to soccer. We don't give it out to anyone, regardless where we are. We go back where you guys come from, and we will win from there. We come back to our home, we will win it again. And
that is what we do better, and we've proven this not once, not twice, and we will continue proving this to the world because we are made for this. And that is it. So congratulations under 17 Harambee Starlets for the good work that you guys have done, and we're looking forward for the greatest league ever that you guys will bring. The best matches, best players, and everything's just good.